Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2024, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualika kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka kukumbusha, kama ni mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Sheikhani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunazorukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia konga nyoyo falsafa fuara. Lipumba Hamad Wasira wampa pongezi kwa mafanikio, wasifu ustahimilivu, usikivu wake na maridhiano. Habari kamili ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Dr. Biteko atoa maagizo 10 uwekezaji maji. Habari katika ukurasa wa 2. Bilioni 48 kufikisha umeme nyumba 1500 Msomera. Habari katika ukurasa wa 3. Hoteli za kitalii sasa ruksa, maduka fedha za kigeni. Habari katika ukurasa wa 3. Leseni 2648 za utafiti wa madini kufutwa. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika aua mke na kumfukia ndani ya nyumba. Habari katika ukurasa wa 5. Zungu atangaza neema feri nishati safi ya kupikia. Habari katika ukurasa wa 7. Mtanzania Mchina mbaroni kwa kuingiza vifaa vya internet. Habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili limeandika aliyezama mtoni Marekani kuzikwa leo. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nilo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mauaji ya kikatili, mume adaiwa kumpiga hadi kumuua mkewe, aufukie mwili wake ndani ya nyumba. Mtoto wa miaka 11 afichwa ilivyokuwa na kauli ya mwisho ya mama yake. Mume mbaroni, mwili wafukuliwa wakutwa bila viungo. Habari kwa urefu zaidi inapatikana kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili likiandika nukuu ya RPC Morogoro Alex Mkama ikisema leo ambao ni jana tumefanikiwa kufukua mwili na kinachoendelea sasa ni taratibu za kimaabara kuhakikisha kwamba tunapata ushahidi kupitia mwili wake, kupitia ushahidi tulionao kuwa alimpiga na kumuua. Lakini pia gazeti hili kiongozwa na habari, picha ikimwonyesha mtoto wa marehemu aliyejifunika sura akiongoza askari na viongozi wa serikali wilaya ya Kilosa kwenda mahali mwili wa mama yake ulipozikwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika watoto wenye uzito uliopitiliza, Profesa Janabi ataja kinachofuata kwa uchunguzi zaidi. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Majina ya mawaziri yatumika kwa utapeli. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Governor BOT awaonya walioficha dola kuziachia. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili imeandika Mchengerwa ahidi kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa kuwashirikishi. Habari katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumamosi ya leo. Lakini pia nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mbowe aibua mazito mishahara ya wabunge. Rais sasa wanalipwa milioni 18 kwa mwezi, wenyewe wang'aka. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. TPA DP World za watega wafanyakazi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Mbaroni madai ya kuwa mke, kumzika ndani, kulawiti watoto. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika Biteko aionya wizara kuhusu miradi ya maji. Habari katika ukurasa wa 2. Kesi ya mbunge Geko madai unyanyasaji anza. Habari katika ukurasa wa 4. Waziri aagiza kufutwa leseni 2648 mfu za madini. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti Nipashe ukurasa wake mbele ya habari za michezo na burudani limeandika Grealish kupigwa bei Man City. Habari katika ukurasa wa 22. Bosi wa waamuzi aunga mkono VAR. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Majaliwa kueleza moto upimaji ardhi, asisitiza mpango wa serikali ni kupima ardhi yote nchini
wananchi watumie kwa shughuli za kiuchumi, awapa maagizo watendaji wa halmashauri kufanikisha utekelezaji wa mradi huo. Habari kamili imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili likiwa na nukuu Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akisema, nasisitiza wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, wenye viti watendaji katika vijiji washiriki kikamilifu kuwafikia wananchi na kuelimisha umuhimu wa matumizi sahihi ya ardhi. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mafanikio wizara ya ardhi ya waibua wadau. Habari katika ukurasa wa 11. CCM yataja sababu kushinda kata zote. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika waliotapeli kwa kutumia majina ya mawaziri mbaroni. Habari katika ukurasa wa 3. Helman John asimulia mganga wa kienyeji alivyompa ulemavu wa macho akiwa kidato cha pili. Habari katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika wadau wa elimu waanika faida tahasusi mpya kwa mabinti. Habari katika ukurasa wa 4. Saratani shingo ya kizazi tishio jipya kwa maisha ya wanawake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Maagizo 10 ya Dr. Biteko kwa Aweso. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Lakini pia nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, tuitunze tuilinde amani. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Othman atuliza hofu wananchi. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Hemedi haihakikishia ushirikiano benki ya NMB. Habari katika ukurasa wa 3. Mhandisi Zena ataka tathmini maeneo ya kukatiwa bima. Habari katika ukurasa wa 4. Tinubu kusitisha safari za nje ya nchi kwa mawaziri maafisa. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi. Pata nakala yako liweze kusoma kwa undani zaidi. Na sasa tutazame habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti kata ya michezo na burudani lenye habari iliyopewa kipaumbele ni faili lao tunalo. Kocha Mwingereza aongeza mbinu mpya Jangwani. Kwa upande wa Yanga, Aziz Ki ana mabao 13, Mudathir 8, huku Pacome akiwa na 7 wachezaji hao ambao wametajwa. Mchezo wa Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns, mchezo utakaopigwa Machi 30 saa 3 kamili usiku, uwanja wa Benjamin Mkapa. Rekodi zao tangu mwaka 2001, Mei 13 mwaka 2001 Mamelodi 3 Yanga 2, Mei 2021 Yanga 3 Mamelodi 3. Gazeti hili limeandika mastaa Simba Sports Club wapishana angani. Ijayo ni Simba vs Al Ahli, mchezo unapigwa tarehe 29 saa 3 kamili usiku. Mechi za kuamua ligi kuu ya England inakwenda kasi sana, na sasa hakuna timu iliyobakiza zaidi ya mechi 10 kabla ya msimu huu wa mwaka 2023-2024 kufika mwisho. Lakini bado undani wa taarifa hili katika kurasa za ndani za gazeti hili ni Man City vs Arsenal Jumapili Machi 31. Kirafiki leo Jumamosi ni England vs Brazil saa 4 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti kata ya michezo na burudani. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika Yanga yaweka hadharani mipango ya kuisambaratisha Mamelodi. Simba yaongeza nguvu kuiua Al Ahli ya Misri. Habari katika ukurasa wa 23. Taifa Stars bahati mbaya. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Jumamosi ijayo ni Yanga itacheza na Mamelodi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Isha Mashauzi kushuhudia siongei sana. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha dukuzi wa vichwa vya habari magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwako kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.